Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Profesa Patrick Alois Ndakidemi, mbunge wa Moshi Vijijini, sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi. Sasa naomba nipate majibu ya swali langu namba 214 kutoka serikalini. Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Profesa Patrick Alois Ndakidemi, mbunge wa Moshi Vijijini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Ofisi ya Makamu wa Rais kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Maliasili na Utalii itaendelea na mpango wa muda mrefu na muda wa kati kuweka mkakati wa kurejesha na kupanda miti maeneo yaliyoharibiwa takriban hekta milioni 5.2 ifikapo mwaka 2030. Shughuli zinazoendelea ni pamoja na kuhamasisha wananchi kutunza mazingira kupitia kampeni za upandaji miti milioni 1.5 kwa kila halmashauri na kila mwaka, na kampeni maalum ya Soma na Mti, ambapo serikali itahakikisha wanafunzi wote wa shule za msingi na sekondari na vyuo vikuu kupanda miti na kuitunza katika kipindi chao chote cha masomo wawapo mashuleni na vyuoni. Aidha, serikali kupitia Wakala wa Misitu TFS imeendelea kuzalisha miche ya miti ya aina mbalimbali na kuigawa bure kwa wizara na taasisi na wadau na sekta mbalimbali na sekta binafsi pamoja na wananchi kwa lengo la kupanda miti katika maeneo yao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanarejesha uoto wa asili nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia bunge lako tukufu, naomba kutoa rai kwa wananchi na sekta binafsi kuendelea kupanda miti kwenye maeneo mbalimbali nchini ili kukabiliana na uharibifu wa ardhi na kuenea kwa jangwa la ukame. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Profesa Patrick Alois Ndakidemi. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali ya nyongeza. Majangili wanaotumia msumeno nyororo au chainsaw wamekuwa kikwazo kikubwa sana kwa serikali kwa sababu wanaharibu mazingira ya miti iliyopandwa, miti ya asili na ile ambayo inatunza vyanzo vya maji. Je, serikali inatoa tamko gani kuhusu ujangili huu? Na swali la pili, je, mna mipango gani ya kufuatilia na kufanya tathmini ya miradi ambayo umehitaji ya kupanda miti ili kuangalia kama kuna ufanisi au changamoto katika miradi ambayo inatekelezwa hapa nchini? Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maswali mawili ya Mheshimiwa Profesa Ndakidemi. Moja, hili la kuhusiana na matumizi ya chainsaw. Kwanza, pamoja na kuwa mashine hizo zipo zinauzwa hapa nchini, lakini kuna utaratibu maalum ambao upo kwa mujibu wa mwongozo kwamba zisitumike hovyo kwenye maeneo ambayo hayajapewa kibali. Na matumizi yote ya chainsaw si tu kwa Kilimanjaro, lakini nitoe kwa nchi nzima maelekezo kupitia Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Ni marufuku kwa mtu yoyote kutumia mashine ya chainsaw bila kuwa na kibali halali kutoka kwenye mamlaka zilizopo kwenye maeneo hayo na hasa halmashauri. Lakini pili, kwenye maeneo hata yale ya misitu ambayo ipo kwa mujibu wa sheria na inatambulika kwenye maeneo mbalimbali kwa mujibu wa maeneo na halmashauri au tawala za mikoa na serikali za mitaa, huko nako pia kuna utaratibu wake wa kuweza kutumia. Hata kule kuliko na miti ambayo imepandwa, namna ya uvunaji kuna utaratibu maalum. Kwa hiyo nitoe maelekezo kwamba ni muhimu wazingatie utaratibu uliowekwa wa kikanuni na kisheria katika matumizi ya chainsaw, na kama atakiuka mtu tutachukua hatua kali sana za kisheria kupitia mamlaka zetu za mikoa na wilaya. La pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba zipo timu kuhusiana na swala la monitoring and evaluation. Zipo timu ambazo zinafanya monitoring and evaluation. Mojawapo ni maafisa viungo walio maeneo yote huko nchini, hasa kwenye mamlaka za serikali za mitaa, ambao wanafanya kazi hii ya kuhakikisha kwanza upandaji miti unafanyika, lakini pia hata ile ambayo imeharibiwa basi waweze kuchukua hatua. Lakini wapo maafisa mazingira kwenye halmashauri zetu zote na wanalipwa na serikali, hii ni waajiriwa. Wapo pia mabarozi wa mazingira, na vivyo hivyo wapo mameneja wa NEMKI
katika mamlaka zote za mikoa na wilaya ambao wanasimamia swala hili, ikiwa ni sambamba na TARURA ambao wako chini ya ofisi ya TAMISEMI, nao wanafanya kazi ya kuhakikisha kwamba miti yote iliyopandwa pembezoni mwa barabara inaendelea kustawi, lakini pia kukaa katika hali ambayo inaweza ikaleta usaidizi. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi na mamlaka zote za utawala za mikoa na serikali za mitaa wanalo agizo mahususi kutoka ofisi ya makamu wa rais, na mnafahamu kwamba maagizo haya yalikuwa Mheshimiwa Rais mwenyewe ambaye ni champion wa mazingira, ndio maana akaanzisha programu mbalimbali za kuweza kuhakikisha kunakuwa na ustawi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.